The real deal. Swahili language. Kwa mamia ya miaka mataifa hawajamwabudu Mungu katika roho na kweli kama inavyosemwa katika Yohana saa 4 na madakika 23. Inasema, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Waabudu wa kweli ni Wakristo wa kweli, na ni lazima uelewe kwamba wewe si kwa sasa, lakini kwa matumaini utakuwa katika wakati ujao. Kulikuwa na mkasa uliotokea kwa Wakristo wasio Wayahudi na watakatifu ambao walikuwa waamini waadilifu wa roho. Waliuawa na wengine waliojiita waamini ambao walikuwa waadilifu kimwili. Kila mtu alikuwa akijiita Mkristo mamia ya miaka iliyopita kama vile wanavyojiita leo. Wakristo wa kweli ndio pekee wanaoweza kukupa ukweli kuhusu Agano Jipya kwa sababu wana roho wa kweli ndani yao. Mungu ana utaratibu, Mungu kwa Yesu na Yesu kwa wanafunzi. Ukweli na siri zilifunuliwa kwa wanafunzi. Marko saa 4 na madakika 11-12 akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, lakini kwa wale walio nje vitu vyote huja kwa mifano. 12 ili wakitazama waone, wasitambue. Luka 8:9 ondoa 10. Kisha wanafunzi wake wakamuuliza, mfano huu una maana gani? Biblix 10 naye akasema, ninyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, lakini wengine wamepewa kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Wanafunzi waliitwa kwanza Wakristo katika Matendo saa 11 na madakika 26. Wakristo hupitia mchakato wa utakaso na kuwa watakatifu. Kwa hiyo ni Wakristo na watakatifu wanaofundisha waumini, wale ambao hawajabatizwa na Roho Mtakatifu kwa udhihirisho wa Roho wa kweli. Waumini lazima wasikie kweli kutoka kwa Wakristo wa kweli au watakatifu. Warumi 8:8 basi wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. 1 Wakorintho saa 15 na madakika 44 hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa kiroho. Kuna mwili wa asili na kuna mwili wa kiroho. Waefeso saa 1 na madakika 13 nanyi pia katika yeye mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi. Lazima uwe na roho wa kweli ili kufundisha ukweli. Wakristo wa kweli na watakatifu pekee ndio walio na roho wa kweli ndani yao. Yohana saa 16 na madakika 13 lakini yeye atakapokuja, huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, naye atawaambia mambo yajayo. Mungu atawatunza wale waliowaua Wakristo na watakatifu wa kweli. Lengo langu ni kukutayarisha kuwa mtakatifu. Na kabla ya kuwa mtakatifu, lazima kwanza uwe Mkristo wa kweli. Mkristo wa kweli amejazwa na Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha nyingine kama inavyoelezwa katika Matendo 2:4. Inashangaza kwamba wale wanaohusika katika kuua Wakristo wa kweli wanajiita Wakristo. Hakujawa na Mkristo mmoja wa kweli tangu kuuawa kwa Wakristo wote wa kweli mamia ya miaka iliyopita. Kwa sababu tu unajiita Mkristo haikufanyi wewe kuwa mmoja. Ni lazima ukutane na ufafanuzi wa Mungu katika Agano Jipya. Kuelewa mkasa wa kile kilichotokea kwa waumini wa mataifa ni kutumia akili ya kawaida tu. Walikuwa waamini waadilifu kimwili waliotaka kuwadhibiti waamini waadilifu kiroho kwa pesa, nguvu na udhibiti. Njia pekee ambayo wangeweza kuwadhibiti ilikuwa kwa kuwaua. Wangeona afadhali wafe kuliko kubadilisha kweli katika neno la Mungu kwa sababu walikuwa na roho wa kweli ndani yao. Yohana saa 14 na madakika 17 roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamjua kwa maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Ni nini kilitokea baadaye ambacho kiliwaathiri waumini? Dhehebu. Mtu yeyote anaweza kuanzisha dhehebu kulingana na maoni yake mwenyewe. Ndiyo maana wengi huita dini kuwa maoni. Inaweza kuwa msingi wa ukweli kidogo au hakuna ukweli hata kidogo. Swali, unatarajiaje dhehebu lolote baada ya mamia ya miaka kujua ukweli sasa wakati walianza bila ukweli? Kwa sababu tu dhehebu limekuwepo likifundisha masimulizi yake ya uongo hadi yanakuwa mapokeo, haifanyi kuwa kweli. Hakuna dhehebu moja lililojua kwamba Mathayo 28:19 ondoa 20 ni ufafanuzi wa Mkristo.
Au kwamba Yohana 3:5, Marko saa 16 na madakika 16:18, Matendo 2:4 au hata Yohana saa 3 na madakika 16 inafafanua Mkristo ni nini? Kila moja ya maandiko haya yanasema kuhusu Roho wa Kristo, Roho wa Mungu na Roho wa kweli. Kwa jinsi mwanadamu anavyofikiri kuwa na akili, ameshindwa kufahamu kweli ya kiroho katika neno la Mungu. 1 wa Korintho saa 2 na madakika 14, lakini mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mchungaji au kiongozi anayesimama mbele ya kusanyiko, akijiita Mkristo na Wakristo wa kusanyiko, hajui Agano Jipya na hajui ufalme wa Mungu unahusu nini. Kwa nini usijilinganishe na wanafunzi walioitwa Wakristo baada ya kubatizwa na Roho Mtakatifu? Matendo saa 11 na madakika 26. Walifundishwa ukweli na Yesu, walipokea Roho wa Kristo. Yohana saa 20 na madakika 22, walipokea Roho wa Mungu na Roho wa kweli walipobatizwa na Roho Mtakatifu. Matendo 2:4, nawe lazima unene kwa lugha. Marko saa 16 na madakika 17. Matendo 2:4 inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Unahitaji Roho wa Kristo, Roho wa Mungu na Roho wa kweli ili kujazwa na Roho Mtakatifu. Ninyi mnaonena kwa lugha sasa mnahitaji kufundishwa kweli kabla hamjampokea Roho wa kweli. Muumini mmoja akifikiri kwamba wao ni Mkristo, alisema kwamba walizaliwa katika dhehebu hili na kwamba watakufa katika dhehebu hili. Kwa sababu tu dhehebu hili limekuwepo kwa mamia ya miaka, limekuwa mila na simulizi zake za uongo. Waumini lazima waelewe kwamba baada ya kufa kimwili, unaendelea kuishi kiroho. Yohana saa 5 na madakika 29, na watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Lengo la kanisa ni kuwafanya waumini wawe Wakristo na watakatifu. Kanisa halikuanzishwa ili kuridhisha au kuwafanya viongozi wa kanisa kuwa matajiri. Amka, sikia na upokee moyoni mwako kweli ya neno la Mungu.